Karibu kwa mara nyingine tena kusikiliza habari kutoka Grand Lac One TV. Ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, bonyeza alama ya kengele, comment and share. Hapo utakuwa umetunga mkono 100%. Grand Lac One TV, the sound of news. Tunajielekeza huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususani katika jimbo la Beni. Yaani watu wakubwa ikiwemo na watoto wamefika mwisho. Watu wakubwa ikiwemo na watoto wamefika mwisho. Hapo ndio utasikia kama wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamefika mwisho. Angalia watoto kama hao. Watoto kama hao wanaona mama zao, baba zao wamefariki kwenye vita. Wanasema hii haiwezekani. Hii haiwezekani, imefika mwisho. Takriban miaka 30 Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapitia kwenye janga la machozi. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapitia kwenye vita hapa na pale. Kila kukicha wamama wanabakwa. Watoto wanauliwa. Wababa wanauliwa. Wazee, watu wanakosa amani. Watu wanakosa uhuru wa kujieleza. Na jumuiya ya kimataifa inaangalia. Kwa nini wasiingilie kati? Angalia watoto hao. Wamechonga mabunduki za miti kwa kuangalia jinsi mama zao, baba zao, kaka zao, ndugu zao wanauliwa kikatili. Sasa watoto wamechonga bunduki na wenyewe wanahitaji ili waende kujifunza mambo ya vita, wakuje kupigana na adui. Maana adui ametoka nje ya nchi kuja kuvamia nchi yao. Sasa na wenyewe hawana la kufanya kwa sababu wameshabaki wa mayatima. Lazima waangalie jinsi ya kupambania nchi yao isianguke kwenye mikono ya adui. Kabla mambo yachafuka, kabla mambo yajakuwa magumu, jumuiya ya kimataifa inapaswa kuingilia kati. Jumuiya ya kimataifa inapaswa kuingilia kati ili mambo haya yakome mara moja iwezekanao. Hao ni watoto wadogo, ni ishara ya kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapitia magumu matupu. Hiyo ni ishara tosha ya kuonesha kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watoto wanabaki mayatima. Hiyo ni ishara kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hana watu wa kuwasaidia kimataifa. Mlengo huu ambao unaangalia watoto hautaishia hapo. Lazima utasonga mbele. Watoto hao ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hao watoto ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Lazima hilo jambo ambalo wanalifanya hapa litafanyiziwa kazi. Na siku moja wataonekana mashujaa kwa kukomboa nchi yao. Siku moja wataonekana mashujaa kwa kukomboa nchi yao. Basi sikiliza mwenyewe kwa masikio yako jinsi watoto hao walikuwa wanaongea. Haiwezekani. Sikilia mwenyewe kwa sikio yako ili uwe wa kwanza kupata habari zetu. Bonyeza alama ya kengele, like, comment and share. Hapo utakuwa namba 1 kabisa kusikiliza habari kutoka Grand Lac One TV. Grand Lac One TV, the sound of news. Sasa vile tu vlog ndio tukaanza tawa na wenzetu pia tukakuwa wengi ndio tukaanza kuunga ndio tukapatia jina yetu tutawaita wazalendo. Donc mwe mkawaita wazalendo kwa sababu juu ya nchi, juu ya M23 inapenda kuwagandamiza na inapenda kuwaua. Mkaona pale ukiwa uaua kwa makifu, muone mwe mkamate silaha mwanzo kumara, ndio? Na hizi silaha na njoze na mwe mlipata hizi silaha, mnapata hizi silaha kwa sababu mpiganishe M23, ndio? Ndio. Na kitu gani zaidi kenye kiliwaingiemo ajili ya kusema kama ke M23 ilifona sie tukamate silaha, jo M23 iko natusumbua. Na mwenzetu silaha, hii silaha yako ni silaha gani? Wewe ndio unaipiga? Unajua kuipiga vizuri?
Unachomeka? Alors, ni vizuri sana kwa kulinda nchi yetu hivi na kukadiria. Ijapokuwa tuko na la polisi wetu nao pia wanaendelea kulinda nchi yetu na population yote nzima. Na nyinyi mliona kama mmoja mwezi kwa wa polisi mtakuwa wa soda kugombanisha M23 na la polisi nayo iendelee kutulinda ilindie wazazi wetu, ndio? Ndio. Asante, ninawashukuru sana na ingine siku tutaona. Ewa, na wewe silaha gani bwana? Pika imei. Hapana, ile ni dumura. Dumura. Maana ke dumura inapiga mtu sana. Ni dumura kabisa. Na ni vizuri sana kwa ndugu zangu kupata silaha na hizi silaha na tutaendelea kupiganisha adui M23. Asante na washukuru. Sawa. Hadi mlogo. Wapatie soda wakaende tumia, si ndio? Ndio. Sawa sawa. General. Merci. Okay.